Kwa miaka mingi, Mashariki ya Kati imekuwa ukumbi wa migogoro, vita na mazungumzo ya amani yanayovunjika kabla hayajaanza. Mwaka huu wa 2025 hali imekuwa tete zaidi. Mashambulizi mapya kati ya Israeli na Hamas yameibuka upya, huku kivuli cha vita kikizidi kuenea hadi kuhusisha taifa la Iran. Mateka waliotarajiwa kuachiliwa, matumaini ya amani na mazungumzo ya kidiplomasia, yote yamefunikwa na milio ya makombora na vilio vya raia wasio na hatia. Katika makala haya maalum, tunachunguza kwa kina historia ya mzozo huu, chanzo cha hali ya sasa, athari zake kwa watu na taifa, na nini dunia inapaswa kutarajia katika siku zijazo. Karibu upate kufahamu zaidi. Mimi ni Kamau Waithaka. Mashariki ya Kati imekuwa kitovu cha migogoro ya muda mrefu, lakini katika mwaka huu moto wa vita umezidi kushika kasi, kuwahusisha Israeli, kundi la Hamas na Iran. Mwaka ulianza kwa matumaini baada ya Israeli na Hamas kufikia makubaliano ya muda wa kusitisha mapigano, huku pande zote zikiahidi kuachilia baadhi ya mateka na kupunguza mashambulizi. Lakini matarajio haya yalidumu kwa muda mfupi tu. Mgogoro kati ya Waisraeli na Wapalestina ulianza mara baada ya kuanzishwa kwa taifa la Israeli mnamo mwaka wa 1948. Wapalestina waliopokonywa ardhi yao wamekuwa wakidai haki ya kurejea na kupata taifa huru. Tangu wakati huo kumekuwa na vita kadhaa, itifada, mashambulizi ya roketi na hatua za kijeshi. Hamas, kundi linalotawala ukanda wa Gaza, lilianzishwa mwaka wa 1987 kama tawi la harakati ya Kiislamu ya Udugu wa Kiislamu, na limekuwa likipigana dhidi ya uwepo wa Israeli. Mwishoni mwa mwaka jana hadi mapema mwaka huu, kupitia upatanishi wa mataifa kama Qatar na Misri, kulifikiwa makubaliano ya muda wa kusitisha mapigano. Mateka kadhaa waliokuwa mikononi mwa Hamas na wafungwa wa Kipalestina waliokuwa gerezani Israeli waliachiliwa. Dunia ilianza kuona matumaini ya suluhu ya muda mrefu. Hata hivyo, mapigano yalirejea upya kwa kasi. Lakini kwa nini mapigano yakarejelea? Jambo la kwanza ni mashambulizi ya kushtukiza. Baada ya hali ya utulivu kwa wiki chache, Israeli ilitekeleza mashambulizi yake ya angani dhidi ya maeneo ya Hamas, ikidai yanatumika kuhifadhi silaha na mapigano ya mashambulizi. Hamas kwa upande wake ilijibu kwa kurusha roketi kuelekea maeneo ya kusini mwa Israeli. Jambo la pili lilikuwa mashambulizi ya Iran dhidi ya Israeli. Aprili mwaka huu, Iran ilirusha makombora na ndege zisizo na rubani, yani drones, kwa wingi kuelekea Israeli, ikijibu kile ilichokiita ni mashambulizi ya Israeli dhidi ya balozi zake na mawakala wake nchini Syria. Ingawa Israeli ilizuia sehemu kubwa ya mashambulizi hayo kwa msaada wa Marekani, hali ya taharuki ilienea duniani. Jambo la tatu ni mgogoro wa ndani nchini Palestina. Kuna mgawanyiko mkubwa wa kisiasa kati ya kundi la Hamas na mamlaka ya Palestina inayoongoza ukingo wa Magharibi. Hali hii imewapa Israeli sababu ya kutojadili suluhu ya amani inayojumuisha pande zote. Mnamo Juni tarehe 13 mwaka wa 2025, Israeli ilizindua operesheni kubwa ya kijeshi itoayo Operation Rising Lion dhidi ya Iran. Lengo kuu la operesheni hii lilikuwa kudhoofisha uwezo wa silaha za nyuklia za Iran. Mashambulizi yalilenga maeneo muhimu kama vile kiwanda cha Naz, Isfahan na Tehran, na kuua viongozi wa juu wa jeshi la Kiislamu IRGC na wanasayansi wa nyuklia. Iran ilijibu kwa mashambulizi ya makombora dhidi ya maeneo ya Israeli, Tel Aviv, mji wa Jerusalem pamoja na Haifa, na kusababisha vifo vya raia na uharibifu mkubwa. Hali hii imesababisha kuongezeka kwa wasiwasi wa vita kamili katika eneo la Mashariki ya Kati. Mgogoro kati ya Israeli na Iran una mizizi ya kihistoria inayojumuisha siasa, dini na ushawishi wa kikanda. Baada ya mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979,
Iran ilijitenga na Israeli na kuanzisha sera ya kupinga utawala wa Kiyahudi, huku ikichukulia Israeli kama adui mkuu. Hali hii ilisababisha kuanzishwa kwa Axis of Resistance inayojumuisha makundi kama Hezbollah nchini Lebanon na Hamas katika ukanda wa Gaza, yote yakiwa na uungwaji mkono kutoka Tehran. Katika miaka ya hivi karibuni, Iran imekuwa na mpango wa nyuklia unaozua wasiwasi mkubwa kwa Israeli, ambayo inaamini kuwa Iran inajiandaa kutengeneza silaha za nyuklia. Hali hii imechochea mvutano na mashambulizi ya mara kwa mara kati ya pande hizi mbili. Athari za mapigano haya zimepelekea maelfu ya raia wa Palestina kupoteza maisha, wengi wao wakiwa watoto na wanawake. Israeli pia imepata hasara ya watu na mali kutokana na roketi za Hamas. Wizara ya afya ya Iran imeripoti vifo vya watu tangu Israeli ilipoanzisha mashambulizi yake dhidi ya nchi hiyo. Watu wengine zaidi wamejeruhiwa, asilimia kubwa wakiwa ni raia. Pia kwa upande wa Israeli, mamlaka zimeripoti vifo vya watu tangu Iran ilipochukua hatua ya kujibu mashambulizi. Kiuchumi, ukanda wa Gaza umeharibiwa vibaya. Shule, hospitali na miundombinu ya maji na umeme zimeharibiwa. Uchumi wa Israeli nao umeathiriwa na hali ya taharuki, matumizi ya kijeshi na hofu ya uwekezaji wa kimataifa umepungua. Wakati huo huo, maeneo ya makazi katika nchi zote mbili yameshambuliwa pakubwa tangu uhasama ulipozuka, huku waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu akiishtumu Iran kwa kuwalenga raia. Kikanda na kimataifa, migogoro hii inachochea mvutano mkubwa kati ya Marekani na Iran. Mataifa ya Kiarabu, ingawa baadhi yana uhusiano wa kidiplomasia na Israeli kupitia mkataba wa Abrahamu, yanalazimika kulaani vikali hatua za Israeli kutokana na shinikizo la umma wa Kiarabu. Hali ya sasa inaonyesha uwezekano wa kuendelea kwa mapigano na pande zote mbili zikiendelea kuimarisha mifumo ya ulinzi na mashambulizi. Wataalam wanahofia kuwa Iran huenda ikatumia silaha za kemikali au nyuklia za kiwango cha chini kama njia ya kujihami dhidi ya mashambulizi ya Israeli. Aidha, uwezekano wa kuhusika kwa Marekani na washirika wake katika mzozo huu bado haujulikani, ingawa baadhi ya viongozi wameonyesha nia kusaidia Israeli katika juhudi zake za kudhoofisha uwezo wa nyuklia wa Iran. Mashariki ya Kati iko katika kipindi kigumu sana. Mwaka huu umeashiria jinsi hali ya amani inavyoweza kubadilika ghafla na kuwa janga la kibinadamu. Suluhu kupatikana sio rahisi, lakini dunia haiwezi kugeuza uso mbele ya maafa yanayoendelea. Je, dunia itasimama na kusema inatosha, au vita hivi vitaendelea kuwa hadithi isiyoisha? Naomba kukomea hapo kwa sasa, lakini ni muhimu kwa jumuiya ya kimataifa kuendelea na juhudi za kidiplomasia ili kutafuta suluhisho la kudumu kwa mgogoro huu, ili kuepuka madhara zaidi kwa raia wasio na hatia na kwa usalama wa kimataifa. Mimi ni Kamau wa Ithaka.